Naam. Habari yako? Alhamdulillah. Mchezo umemalizika dakika 90, KMC dhidi ya Yanga. Mchezo ambao mmoja anatafuta nafasi ya kuibuka na ubingwa, KMC akiwa anajinasua kutoka chini, pengine tuendelee kumuona ligi kuu. Ulionekana ni mchezo mwepesi pengine kwa nje, lakini hali ilikuwa tofauti bana. Absolute. Na nafikiri performance ya Yanga haikuwa bora sana, hasa kwenye eneo la umaliziaji, lakini pia hata kwenye eneo la utengenezaji wa nafasi haikuwa performance bora kwao. Walikuwa na makosa mengi, mchezaji mmoja, lakini as a team kiujumla nafikiri walikuwa wana deliver performance ya kiwango cha chini. Wengine hii imetokana na mchezo uliopita, wengine wanaenda mbali zaidi ni uchovu pengine wa mchezo wa dabi ya Kariakoo. No, mimi nafikiri kama ni uchovu tungeona kwamba body language ya wachezaji pia inazungumza, lakini labda kama ni mentally, kama ni uchovu wa kiakili basi huwa inakuwa ni shida, lakini kama ni uchovu ule wa kawaida, no, nafikiri ilikuwa ni disappointing performance kwa upande wao. Kwa namna ambavyo uliwatizama KMC kipindi cha kwanza, waliwawini wapi Young Africans ikipelekea kipindi cha pili tena wakaruhusu goli? Ni kuwaruhusu wakae kwenye eneo salama kwa upande wao. Cheza kwenye nafasi, fungua na cheza kwenye nafasi, fungua, jaribu kutengeneza nafasi na kila kitu. Lakini the rest ni kawaida tu. Na pengine kukosekana kwa wachezaji kama Pacome Zouzoua ndani ya Young Africans huenda ndio sababu ikapelekea ile ambalo tumekuwa tukiliona la kwa maana ya eneo la umaliziaji. Kukosekana kwa Pacome Zouzoua katika mchezo leo. Sasa Pacome peke yake hapaswi kuwa mchezaji wa Yanga. Wapo wachezaji wengi ambao wanapaswa kuibeba Yanga. Na Yanga warudi tu kwenye drawing board yao, watazame wanakosea kwenye usajili. Kwa msimu wa pili hawana wachezaji walau 6-7 wapya walioingia kwenye kikosi wakati ambao wanahitaji kurishafu. Basi hawajaingia kwenye kikosi, lakini mchango wao unaonekana wazi. Basi utasema ni yule Isra Mwenda, Zimbwe kaingia, Alan Okello kaingia sasa hivi, labda utamchukua na Juka Buya. The rest hawajawa na performance bora. Warudi tu kwenye drawing board, waende wakatazame wamekosea kwenye usajili. Walimu watafukuza kila siku na watawalipa fine zile na nini, adhabu ya mikataba na nini, lakini nafikiri cha muhimu ni wao wenyewe kwanza kurudi pale walipokosea. Mashabiki wa Young Africans na baadhi ya wadau wa michezo wamekuwa wakiliona kwa upande wa kocha wa Young Africans ana tatizo pengine kwenye substitution. Nataka uniambie kwako binafsi hili unaliona bwana Pedro anashindwa kutafsiri vizuri ama kuelewa wachezaji wake? What if kama angekuwa ameanza na Aziz Ki kwenye bench anayo Okello, tungesema amekosea. Sasa utasema amekosea kwa sababu aliingia labda hajafanya vizuri, si ndio? Lakini wana quality hiyo wanaoingia. Na je, waliopo benchi wana uwezo wa kuamua mechi? Leo hata tukiwa wa kweli, kwa mfano angetoka Okello, nani ambaye angeenda kufanya anachofanya Okello? Yaani aheri Okello aliyechoka kuliko sijui unanifahamu. Kwa hiyo nafikiri it's a matter of quality, not otherwise. Wasajili kwanza wachezaji wazuri. Romain Folz hakuwa mwalimu mzuri, nakubaliana nao kabisa, lakini Pedro naye sio mwalimu mzuri. Hii timu hao wachezaji ndio hao ambao hapo nyuma walikuwa chini ya Miludi Hamdi, si ndio? Wengi ndio wale, lakini hapo nyuma walishafukuza Gamondi na hao wachezaji, si ndio? Warudi kwenye drawing board wakasajili wachezaji wazuri. Upete, wakati tunaelekea kumalizia sasa, katika mechi ambazo za Yanga zimesalia kwenye ligi kuu, unaipa nafasi kwa kiasi gani Young Africans kutetea taji lao la ubingwa? Nafasi lazima wape wao kubwa kwa sababu wana alama 5 zaidi, wana nafasi nzuri ya kuendelea kushindana, nafasi pia ya kuendelea kucheza. The rest ni aina ya michezo ambayo wanaweza kadeliver. Katika mchezo wa KMC kuna tukio ambalo limeonekana kuzua utata, watu wengi wakisema penalty, wengine wakisema penalty. Very unfortunately nilikuwa nikitangaza naona mara moja vile, na wakati mwingine unaweza kuwa umegeuka na angalia karatasi, so, pengine nikienda kutafuta marejeo naweza nikajiridhisha zaidi. Yona KMC kusalia ligi? Hapana, ni KMC nafikiri labda timu nyingine igome huko ikatwe alama 15 au basi, yes. Otherwise KMC mimi nilishaona kwamba hawapo kwenye ligi kwa muda mrefu sana. Upete, kwa kumalizia swali la mwisho, ukitokea ukaliona goli la Clatous Chota Chama kwenye tuzo za Puskas, ni kitu ambacho kitakushangaza? No wonder. Ni goli zuri kwenye mechi muhimu, goli zuri hata usipozungumzia aina ya mechi, kuanzia assist mpaka unakuja kumalizia, incredible, top goal. Shukrani sana. Shukran.